Give him the glory and honor. Mpe utukufu pamoja na heshima. Give him the adoration. Mpe adhama. Oh, yali shali balabra shelianda la balaba. Alandolo boshi alabra katela balabalaba. Oh, yali malala bra katela lande. Mbalabonde, rande ba, shubelande abala bra shiaba. Oh, yale brale shakita laba. We thank you. Tunakushukuru wewe. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. We give you all the honor. Tunakupa heshima yote. We give you all the adoration. Tunakupa adhama zote. Hallelujah to your name, Jesus. Haleluya kwa jina lako Kristo. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Somebody expectant shout a louder amen. Una matarajio, sema amina kubwa. God will visit you and your family today. Mungu atakutembelea wewe na familia yako leo. God will lead you and your family today. Mungu atakuongoza wewe na familia yako leo. Every age-long disease, barrier, spells shall be broken in this service today. Ugonjwa wote wa muda mrefu, kizuizi kitavunjika leo katika ibada ya leo. Somebody say louder amen. Sema amina kubwa. As you have prayed in that second prayer, Kama ulivyoomba katika ombi la pili, God will visit you and remember your family. Mungu atakutembelea wewe na familia yako. In Jeremiah chapter 15 verse 15, Yeremia 15 mstari wa 15. Jeremiah cried unto God and said, visit me. Oh Lord, you know what is happening in my family. Yeremia alimlilia Mungu, nitembelee maana wewe ndo unajua nikatendeka katika familia yangu. Visit me. Nitembelee, Remember me. nikumbuke. Somebody pray that prayer for your family. Visit Omba ombi me. hilo kwa ajili ya familia yako, Remember my family nitembelee. today. Kumbuka familia yangu leo. Remember my family. Visit us Kumbuka today. familia yangu, tutembelee leo. Visit us today. Tutembelee leo. Jesus visited Zacchaeus and the life changed. Jesus visit me and my family Yesu, nitembelee mimi na today. familia yangu leo. Visit me and my family Nitembelee today. mimi na familia yangu leo. Lebrando lobo shialaba, alaba, 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 alaba. Ndelebo shiakaba, lebralia baba. Andalaba kiatalaba. Eliaka talaba laba laba laba. Andalaba sekiata laba laba. Obreke tekete laba. Lord, visit every family represented Bwana, tembelea kila familia na wakilishwa on this covenant family day. siku ya familia. Guide us, preserve us, protect us. Tuhifadhi, tulinde. No prekande bandobeli aboshakiata. Elende le kabo shakia. Malia baba sholia baba. Olia baba landa. Tomba la kitando brekando. Bekiande katubalande pradishoba. Ebulande kati la bande kindo baliba. Oh liakanda likata. Ebrandi katubaliando bakatalaba. Brakate ketele yabo shalaba. Ambalabonde kiato brelando baliaba. Ando brekato brelande katobelia. Ishulande. Jesus, thou knowest. Yesu, wewe unajua. Visit us today. Remember. Tutembelee leo, tutembelee leo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, we worship you, Abba Father. Tunakuabudu wewe Baba. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. Hallelujah to your name. Haleluya kwa jina lako. Send a word to your people today. Tuma neno kwa watu wako You leo. send a word unto Jacob and enlightened upon Israel. Ulimtumia neno Yakobo ulikaiangazia Send a Israeli. word that will turn our destinies and families around for good. Tuma neno litakalogeuza The hatima zetu na word that familia will zetu. turn our captivities Neno around. litakalogeuza uteka wetu. We ask you this afternoon, Jesus, this Tunakuomba morning, asubuhi ya leo. send the word to Tuma us neno lako kwetu in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Let there be some healing testimonies here. Wepo na shuhuda za uponyaji wa papo kwa papo. Jesus, Yesu, let the desires of your people be granted. watu wako wapokee matamanio yao In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Please
Please have your seat. Tafadhali keti. I welcome you to this second service Nakukaribisha katika ibada ya pili of our Covenant Family Day. siku yetu ya kiagano ya familia. On behalf of the Lord Jesus Christ, the owner of the church, Kwa niaba ya Bwana Yesu Kristo ambaye ni mmiliki wa kanisa hili, and on behalf of the prophet over this commission, Bishop David Oyedepo, na kwa niaba ya nabii wa huduma hii Askofu David Oyedepo, we welcome you. tunawakaribisha. Oh, we are glad that today people gathered physically in Kenaland today after many months now. Tunafuraha kwamba kule Kenaland watu wameanza The service kukusanyika. begins in Kenaland today physically. Ibada zimeanza kule That we Kenaland having a visual service, na But kuna today, ibada ya as government permits, all the churches in Ogun State where Kenaland is located started church today. kulikuwa na glory of ibada God. zinazoendelea kwa njia ya mtandao, lakini sasa hivi watu wanakusanyika Clap kabisa your hand kule for Kenaland Jesus na Christ. kanisani. Pigia Bwana Yesu makofi. They had service there last in the month of March. Ibada ya mwisho ya kukusanyika namna hii ilikuwa ni mwezi wa At that 3. time, nobody have gathered in the Faith Tabernacle to have service. Tangu hapo kule Kenaland Faith Tabernacle But hakuna the mtu ambaye doors kukusanyika are tena. open today. Lakini milango imefunguka leo And it shall not be closed na forever. haitafungwa tena. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. We give him all the glory. Tunampa Mungu utukufu wote. Somebody say, I am a child of destiny. Sema mimi ni mwana wa hatima. Let's look at it before we go to the subject of covenant family. Tutazame hilo kabla tujaenda kwenye siku ya kiagano ya familia. You are a child of destiny. Wewe ni mwana wa hatima And your destiny is glorious. na hatima yako ni ya utukufu. Your destiny is enviable. Hatima yako ni ya kuonwa It's wivu. a mountain top Ni destiny. hatima ya kilele cha mlima. That is who you and I are. Hivyo ndivyo wewe na mimi tulivyo. We are redeemed Tumeokolewa to enjoy the glory of God. kufurahia utukufu wa Mungu. And that glory is from one level to another. Na huo utukufu unaongezeka kiwango kimoja kwenda kingine. We are not redeemed to be pitied. We are redeemed. Hatujaokolewa kuonewa wivu, kuonewa huruma. We are redeemed to be envied. Tumeokolewa kuonewa wivu. Just like Isaac was envied. Kama vile Isaka alivyoonwa wivu. In Genesis 26 verse 12 and 13, Mwanzo 26:12 na the 13. Philistines envied them. Wafilisti wameonea wivu. And the same way Isaac is a child of promise, so we are. Namna ile ambavyo Isaka ni mwana wa ahadi na sisi ni wana wa ahadi. We are the seed of Abraham. Sisi ni uzao wa Ibrahim. And by redemption, we are not meant to be pitied. Na kupitia wokovu hatujakusudiwa kuonewa huruma. We have an enviable destiny. Tunayo hatima yenye utukufu. But it can only be realized Lakini inaweza kudhihirika tu by following the leading of the Spirit. kupitia kuufuata uongozi wa Roho. Our greatness lies in following His leading. Ukuu wetu unategemeana na kufuata uongozi wake. Hallelujah. That's why greatness in this kingdom Ndio maana ukuu katika ufalme huu is the exclusive reserve umetengwa kabisa for the guided. kwa ajili ya uongozi. It is God's guidance Ni ule uongozi wa kiungu that leads to greatness of men in all areas of ndio their life. unawafanya watu kuwa wakuu katika maeneo yote ya maisha. Because the journey is too demanding. Kwa sababu ile safari ina mambo mengi. The path is so intricate. Ile njia ina mambo The mengi path sana. is so slippery. Ile njia ni nyembamba The sana. path is so dangerous Ile njia ni ya hatari sana. that man cannot handle it by strength. Na mwanadamu hawezi kuikamilisha kwa nguvu zake. We have to be guided. Anahitaji kuongozwa. Hallelujah. Haleluya. I found out Nimegundua that God is committed in making us great only Mungu anajitoa kutufanya siku wakuu if we will humble ourselves to submit to His guidance. kama tu tutanyenyekeza na kutii uongozi wake. Understand that my hand cannot make himself great. Elewa kwamba mkono wa mwanadamu hauwezi kumfanya mwanadamu kuwa mkuu. Only the hand of Ni God ule mkono wa Mungu pekee can make him great. ndio unamfanya mwanadamu kuwa mkuu. And that is by man's permission. Na hiyo inategemeana na God wants to mwanadamu make you kuruhusu. great. Mungu anataka kufanya uwe mkuu, Permit him lakini mruhusu by following his kwa guidance. kufuata uongozi wake. Submission to divine guidance Kutii kufuatisha uongozi wa kiungu is the master key to human lifting. ndio ufunguo mkuu unaopelekea mwanadamu kuinuliwa. No wonder Jesus said, Ndio maana Kristo alisema, follow me nifuate mimi and I will make you. nami nitakufanya. In Matthew chapter 4 verse 19. Mathayo 4:19. Our making in this kingdom Kutengenezwa kwetu katika is ufalme huu by following him. kunategemeana kumfuata He's yeye. on the way in the front of us. Yeye yuko mbele yetu, Let's follow him. tumfuate yeye. Hallelujah. Haleluya. We have been looking at understanding how God leads. Tumekuwa This is tukisoma part somo B. kuelewa namna Understanding gani how Mungu God leads. anaongoza. Follow him. Mfuate.
when he went before Cyrus in Isaiah 45, alipomtangulia verse 1 Sayuni, and 2, verse 2, say, I will go before you. And if I go before you, I will make the crooked places straight. alimwambia nitakutangulia, nitasawazisha mahali palipoparuza. God is going before you, follow him. Mungu anakutangulia wewe, mfuate. He has promised to bless you Ameahidi kukubariki, and also promised to lead you to the blessing. pia ameahidi kukuongoza He ili upate hizo shows baraka. you his plan. Anakuonyesha ule mpango You know, we wake. serve a God of plan and purpose. Unajua tutamtumikia Mungu wa malengo na In makusudi. Jeremiah 29 verse 11, Yeremia 23:11. reading it in New International Version, Ukisoma kwa tafsiri he hii, say, I know the plan. I know the plan I ninajua have for you. mawazo nayokuazia wewe, And declares the Lord, asema Bwana, plans to prosper mawazo you, ya kukufanikisha, not to harm you. sio ya kukudhuru, Plan to give you a hope mipango and ya a kukupa future. tumaini na hatima. If he has a plan for you, Kama anayo mawazo au mipango he kwetu, will lead you to that expected atakuongoza end. hata ufike ule mwisho King James uliokusudiwa. call it expected end. Mwisho uliokusudiwa. Expected end. Mwisho uliokusudiwa. There is expected end for you. Kuna ule mwisho uliokusudiwa kwa ajili yako. God is the one that will lead you to that expected Mungu end. pekee ndo atakuongoza ufikie huo mwisho Follow uliokusudiwa. Mfuate. I will make you fishers of men. I have discovered Nimegundua that the greatest strength of our ministry operation mafanikio makubwa katika huduma yetu is following the leading of ni the Spirit. kufuata ule uongozi wa Mungu. We have a slogan. Tuna msemo hapa, We do nothing except it is commanded. hatufanyi kitu isipokuwa In tumeamriwa. every area you look at it today, Katika eneo lote tunaloangalia leo, we are commanders in the affairs of life sisi wote tuko mbele katika masuala ya by maisha, following his leading. na ni kupitia kufuata uongozi wake. His leading will never lead you behind. Uongozi wake hauwezi kukupeleka nyuma, He's always on the forefront. wakati wote unakupeleka mbele. Jacob was wandering in life. Yakobo alikuwa akisumbuka katika maisha, He was in wilderness according alikuwa to jangwani kwenye utupu. Daniel chapter 32 verse 9. Deuteronomy 32 verse 9. Kumbukumbu 32:9. God found him in a wilderness, Mungu alimkuta jangwani, in a holding places. mahala pabaya. Verse 10. Mstari wa 3, In a desert. mahala pa jangwa. Desert, there was nothing you can find in the desert. Maana ya jangwa hakuna kitu unaweza kukipata You can't jangwani, even see water in a desert. wala huwezi kuona maji It's jangwani. difficult. That was the picture of the life of Jacob. Sasa hayo ndio alikuwa maisha ya Yakobo, But the Lord lakini Bwana led him. Verse alimuongoza. 12 and 13. Mstari wa 12 na 13, By instructing him. kwa kumpa There was no maelekezo. strong any God with him. Hakukuwa na Because Mungu mgeni kwake. Jacob followed his leading. Yakobo alifuata uongozi wake, God made him na Mungu akamtengeneza, ride upon high places of life. akamfanya atembee mahala pa juu pa maisha. You are not born again to be low in life. Haujaokoka ili uwe chini katika You are maisha, born again to enjoy the high places of life. umeokoka ili ufurahie mahala pa juu katika maisha, And it is by following divine na hii guidance. inawezekana kwa kufuata uongozi You wake. cannot follow the Most High God Hawezi kumfuata Mungu aliyoko juu and be low in life. afu ukaishia kuwa chini kwenye You maisha. cannot follow the Most High God Hawezi kumfuata Mungu aliyoko juu and be low in life. afu ukawa chini katika maisha. Where we are today, Hapa tulipo leo because we are following the ni Most kwa High sababu God. tunamfuata Mungu aliye juu. It doesn't matter what anybody feel about it. Haijalishi mtu anawaza nini, Somebody shout hallelujah. sema haleluya. And that's why Ndio maana the life of God's servant. maisha ya mtumishi wa Mungu, Lord, what are you saying? Bwana unasema nini? Lord, what are you saying? Amekuwa ni mtu wa kumuuliza Lord, what are Mungu, you saying? Mungu unasema And nini? whatever God say Chochote ambacho Mungu anakisema is final. ni cha mwisho, No argument. wala hakuna mjadala. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. You need to be guided Unahitaji kuongozwa, because you don't know the end of a journey from the beginning. kwa sababu You don't hatujui mwisho wa safari tunapokuwa know. It is mwanzo. God that knows. Ni Mungu ndiye anayejua mwisho. You need to be guided Unahitaji kuongozwa, because that it seems right, it does not make it right. kwa sababu inaonekana ni sawa, ikifanya hicho You need kitu to kwa be sawa. guided. Unahitaji kuongozwa. Because not every open door is God's door. Sio kila mlango ulio wazi ni You mlango need wa to be Mungu. guided. Unahitaji Not kuongozwa. every counsel of man is Sio godly kila counsel. shauri la mwanadamu ni shauri la You kiungu. need to be guided. Unahitaji If kuongozwa. you don't want to be a prey Kama hutaki kuwa muhanga in the hand of your enemies, katika mikono ya adui wako, always subscribe to him. wakati wote ufuatishe uongozi wa kiungu. Always, if you don't want to be a mockery in life, Kama hutaki kuwa mtu wa kuonewa dhihaka, always ask him. wakati wote muulize. Always pray the prayer of the psalmist. Wakati wote omba In maombi ya Psalm mtunga 27 Zaburi. verse 11. Zaburi Psalm 27:11. 27 verse 11. Zaburi 27:11.
He said, teach me thy way. Nifundishe njia You zako. need to know the way. Unahitaji kuzijua Oh njia. Lord, lead me in a plain path. Bwana niongoze Because I don't want to be a mockery of my katika njia enemies. iliyonyoka. Sitaki kuwa Because I don't muhanga wa want my adui zangu. enemies to laugh at me. Sitaki adui zangu wanicheke. He told God one day, say, Alimwambia Mungu siku moja, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Mungu kwako na kuinulia nafsi Oh yangu. my God, Mungu I wangu, trust in thee. na kuamini Let me wewe. not be ashamed. Nisiaibike. Let not my enemies triumph over Adui me. zangu asifurahi kwa kunishinda. If you don't want the enemy to triumph over you, Kama utaki adui akushinde, don't lead yourself. usijiongoze mwenyewe. Allow God to lead you. Ruhusu Mungu If you don't akuongoze. want to cry in future, Kama utaki kulia mbeleni, allow God to lead you today. ruhusu Mungu akuongoze Those sasa. who ignore divine direction, Wale wanaoacha uongozi wa kiungu they are regretting today. wanajuta leo. They went to a wrong location. Wamekwenda katika They went kituo to a kisicho wrong sahihi. marriage. Wamekwenda mahali ambapo si They sahihi. went to a wrong business. Wamekwenda kwenye biashara isiyo sahihi And they are regretting today. na wanajuta leo. Please, Allah, submit to his guidance. Tafadhali tii uongozi wa kimungu. You will never regret your deeds. Hautajuta kwa nini umefanya hivyo. Hallelujah. Haleluya. Wait for it. Subiri Divine uongozi. guidance demand patience. Uongozi wa kimungu unahitaji uvumilivu. He demands patience. Unahitaji uvumilivu. Because when you ask it, it is on God's prerogative to give you that time, or it might not come that time. Kwa sababu unapouliza uongozi ni maamuzi ya Mungu, akupe That's wakati why huo ama God's akupembeleze. servant will say, wait. Ndio maana Mungu anasema, God have not said anything. Wait. Subiri Mungu kwanza kama You have to be hajaongea. waiting. You have to be waiting. Unahitajika kusubiri Is instead of to rush badala ya kukimbilia mambo and destroy your destiny. na Wait. ukaharibu hatima yako. Subiri, Wait. subiri, Be watchful in the spirit. kuwa makini That time rohoni. you have asked, Baada ya kuuliza you didn't get the answer. hujapata jawabu, Be watchful in the spirit. kuwa makini rohoni, It kuwa might come macho. when you don't expect it. Ule It uongozi might unaweza come kuja wakati when usiotarajia. you don't expect it. Unaweza kuja uongozi wakati usiotarajia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Those who make haste in life, who doesn't want to wait, Wale wenye haraka kwenye maisha ambao hawataki kusubiri, they miss God. wanamkosa Mungu. They miss God. Wanamkosa Mungu. God is a God of time and season. Mungu ni Mungu wa majira na wakati. Be patient. Uwe na You have uvumilivu. asked. Be Umeshaomba, patient. kuwa mvumilivu. Don't be faster than your shadow. Usiwe na haraka kuliko kivuli chako. It's dangerous. Ni hatari. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. And let me say this to you. Labda niseme hili kwako. And I said in the first service Nilisema kwenye ibada ya kwanza that God's leading kwamba uongozi wa kimungu does not lead to sin. He leads to haukupelekei righteousness. kwenye dhambi. He leads us to the path of righteousness. Anatuongoza katika njia za haki. God can't lead you to lie to get something. Mungu hawezi kukuongoza udanganye ili God upate can't kitu. lead you to sin. That's Mungu what hawezi I mean. kukuongoza kwenye dhambi. Any voice you hear, you know, God leads us to the word, to the voice. Sauti yote To a unayosikia lot sasa of things. Mungu anatuongoza Any pia voice kupitia you sauti. hear, Sauti yote unayosikia, voice of leading, sauti ya uongozi, that if you do what that voice tells you to do, ambao ukifanya hicho kitu ambacho and sauti it leads inakwambia you to sin, know that yanakupeleka that voice kwenye is not dhambi, from God. jua hiyo sauti haitoki kwa Mungu. It is a voice of a Hiyo stranger. ni sauti ya mgeni. Understand also Elewa pia that God does not lead to confusion. Mungu haongozi kwenye If you kuchanganyikiwa. are in a confused state concerning that issue, or Kama uko kwenye hali ya kuchanganyikiwa kuhusiana na hicho kitu, it is not, wait for God's leading. Have not subiri come. uongozi wa Mungu maana haujaja. His leading is beside the still waters. Uongozi wake anakuongoza kando ya maji ya utulivu. His leading is full of pleasantness. Uongozi wake umejaa mema. It does not lead to confusion. Akuongozi kwenye Understand kuchanganyikiwa. also Elewa pia that God's leading does not lead to rebellion. uongozi wa Mungu haukupeleki uwe I've mwasi. seen people break away from a church, Nimeona watu wakijitenga na kanisa, gather the church where they are pastoring, wanaiba washirika kwenye ile and say, kanisa God is wanaochunga, leading me. na anasema Mungu God ananiongoza. can't lead you to break away somebody's Mungu hawezi church. kukuongoza No, uvunje kanisa la mtu. it's not a God of confusion. Huyo sio Mungu. Mungu wetu sio Mungu wa It is kuchanganyikiwa. the devil that is leading them. Shetani ndo And we anawaongoza. have seen most of them realize it at the end. Mwishoni ndo anakuja kugundua. We have seen most of them do it in this Tumeona wengi condition. wakifanya hivyo, But at the end they realize lakini mwisho anakuja that it kugundua was not God leading them. kwamba si Mungu alikuwa It cannot akiwaongoza. lead you to rebellion. Mungu hawezi kukuongoza kwenda kwenye When you see uasi. someone rebelling and say and claiming that it is God that leading him, it is the devil. Ukiona unafanya uasi afu unasema Mungu anakuongoza, wewe ni Because shetani. God sees rebellion as witchcraft. Sasa Mungu anaona uasi kama uchawi. A rebellious believer and a witchcraft is in the same Mwamini line. muasi na mchawi wanafanana, ni kitu kimoja. If you read first Samuel chapter 15, maybe Samueli wa about kwanza First 15. Samuel chapter 15, Samueli wa kwanza 15, maybe verse 33.
or thereabout. Can you give, or 24? 24, 1 Samuel. Okay, 24. 27, 24. For rebellion Maana uasi is as a sin of ni witchcraft. dhambi kama ya uchawi, And stubbornness is an iniquity and na idolatry. ukaidi ni kama ukafiri na vinyama. God sees a rebellious believer and a witch at the same Mungu time. anamwona muamini muasi kama mchawi tu. That is why he said Ndio maana anasema that the rebellious will dwell in a dry land. wale waasi watakaa katika nchi ya ukame. Or is it Psalm 67 verse 6 or something? Zaburi He 67:6. said, that scripture, that verse said, he settled the solitary infirmity. Ile andiko anasema families. uwaweka wapweke wakae kwenye familia Oh, zao. but the rebellious Lakini waasi shall dwell watakaa in a dry land. katika nchi kame. The way God treats a witch, Naona Mungu anavyomchukulia mchawi. that is 68 verse 6. 68:6. The way God treats a witch, that's Namna the way. Mungu anavyoshughulika na mchawi ndio namna anavyoshughulika na And you see, muasi. He said, suffer not a witch to live. Sasa usimwache mchawi aishi. What am I saying? Nachosema ni nini? God's leading Uongozi wa Mungu does not lead to rebellion. haukupelekee uwe muasi. And also God's leading Pia uongozi wa Mungu does not lead to disorder. haukupeleki usifuate utaratibu. When you see a disorderly person, Unapoona mtu asiyefuata claiming that utaratibu, it's God that told me. anasema ni Mungu ameniambia. No, Hapana. it's not God. Mungu God is a haongozi. God of order. Mungu ni Mungu wa And he said, utaratibu. let everything be done in order. Sasa kila kitu kifanyike kwa uzuri na utaratibu. If you are walking in order, you are not led by God. Kama unatembea nje ya utaratibu hauongozwi na Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. But how do I assess divine guardians? Lakini naupataje uongozi wa kiungu? How do I assess divine guardians? Ninaupataje uongozi wa kiungu? Through being in love with God. Kupitia kumpenda Mungu. That is one simplest way to assess Hiyo divine ndio njia guardians. mojawapo rahisi ya kupata uongozi wa kimungu. Because a lover Kwa sababu anayempenda Mungu knows the secret of the love anajua siri ya of the person anayempenda. he loves. Mtu anayependa He cannot hide his secret from you. au mtu anayekupenda hawezi kukuficha siri. In John chapter 15 verse 15, Yohana 15:15. Jesus told the disciples, Yesu aliwaambia wanafunzi wake by the love they have for him. kwa upendo, He said, I will not call you servant again. siwaiti watumishi tena. For if you're a servant, Kwa sababu kama wewe ni you mtumishi, don't know what your Lord is doing. haujui bwana wako anafanya nini. But I call you a friend. Lakini maita ninyi marafiki. They love God to the extent that they move from a servant to friends. Walimpenda Mungu kiasi kwamba walihama kutoka kwa And watumishi kuwa what marafiki wa binds Mungu. friendship together is love. Kilichowafanya wewe pamoja ni upendo. If you are if you are in friendship with somebody you don't love that person, is not a friendship. Kama uko na urafiki na mtu ambaye umpendi, huo I sio say, nah, urafiki. you are my friends. Sasa ninyi ni marafiki zangu. Put back and he say, oh, for all things that I have heard of my father, Maana mambo yote niliyasikia toka kwa baba yangu, I have made known unto you. nimewaambia ninyi. You don't need to ask it. Uhitaji kuuliza. I will tell you Mimi nitawaambia. because you are now my Sasa friend. ninyi sasa ni marafiki zangu. And that was true love. Na huo urafiki ulijengwa kwenye msingi wa upendo. Jesus will ask Peter, do you love me? Yesu angemuuliza Peter say, Petro, I "Je, love-" unanipenda?" Anamwambia nakupenda. When others left him, Pale wengine walipomwacha, he asked them, will you also go the 12? aliwauliza wale 12, "Je, mtaondoka kama hao wengine?" The love they have for him, they couldn't go. Kwa upendo waliokuwa nao kwa Kristo hawakuondoka. That time I believe there were discouragement. Ndio maana naamini kulikuwa na The kukatisha Jews could tamaa. have talked to them and said, what are you following this man? Walikuwa wanaambiwa, "Nyinyi mbona mnamfuata huyu Yesu?" Peter said, where would you want us to go? Petro asema, "Mnataka tuende wapi?" You have the word of eternal Wewe life. Yesu na maneno ya uzima wa milele. They know they had a secret Walikuwa na siri because of love. kwa sababu ya upendo. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, Wakorintho wa kwanza as it is written, 2:9, kama ilivyoandikwa, eyes have not seen, mambo ambayo macho hajaona, ears have not heard, sikio hajasikia, it have not entered the heart of man. wala hajaingia katika moyo wa mwanadamu, The things which God have prepared mambo ambayo Mungu for amewaandalia them that love him. wale wampendao. Verse 10. Mstari wa 10, But God have revealed them unto lakini Mungu us, ametufunulia sisi unto lovers by his spirit. wapendwa wake kwa Because roho, the spirit searcheth all maana roho things, yachunguza yote, yeah, the deep things of hata God. mafumbo ya Mungu. It is lovers that assess the deep things of Na wale God. wanaompenda Mungu wanapata siri za Mungu. You might not be praying. Unaweza ukawa uombi, If you're a lover, kama unampenda Mungu, God will reveal to you that that journey is not a Mungu journey to a bad. atakufunulia hiyo safari inaishia He pabaya. will tell you that
that applicant is not somebody to employ. Atakwambia huyo mwajiriwa usimwajiri. You need to be guided on who you employ in your business and all that. Unahitaji kuongozwa ni mwajiri gani umwajiri. On who you bring to your house as a house. Unahitaji uongozwe ni mfanyakazi gani umlete nyumbani. Because of following their own leading. Wengi kwa sababu kufuata uongozi wao wenyewe. They brought witches as housemaid in their house. Wamewaleta wachawi kama wafanyakazi majumbani. Marriage scatters. Na ndoa inasambaratika. They brought a posthumous lady as a housemaid. Wanamleta and he starts seducing the man. Marriage has scattered. People that have been living in peace before. Na mwisho wa siku ndoa inaharibika, walikuwa wanaishi kwa amani huko nyuma. You don't take anything for granted in this kingdom. Maana usichukulie kila kitu kawaida katika ufalme huu. You need to be guided. Unahitaji kuongozwa. Human beings can pretend. Wanadamu wanaweza kuigiza. But when you give them opportunity, they know that they are different people. Na ukiwapa fursa ndio utaona kama ni watu tofauti. God knows the heart of everyone. Lakini Mungu anajua moyo wa kila mtu. God knows the heart of everyone. Mungu anajua moyo wa kila mtu. What you can't see, he can see. Kila ambacho wewe huwezi kuona Mungu anaona. Be his lover. Mpende Mungu. You will accept the deep things of God. Na utapata mambo ya siri ya Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Number 2, how do I assess? Napataje uongozi wa kiungu? Through prayer and fasting. Kupitia kufunga na kuomba. You must be a man of prayer and fasting. Lazima uwe mtu wa kufunga na kuomba. To assess the deep things of God. Ili kupata mambo ya sirini ya Mungu, kupata uongozi wa Isaiah 58 verse 6. Isaiah 58:6. Is it not the fast that I have chosen? Hii si saumu ambayo nimeiagiza. And verse 11. Mstari wa 11. The Lord shall guide thee continually. Bwana atakuongoza daima. And sanctify thy soul in drought. Ataisibisha nafsi yako mahali pasipo na maji. And that shall be a watered garden. Na utakuwa kama bustani iliyotoa maji. Water whose water fail not. Kama chemchemi ambayo maji yake haipungui. Hallelujah. Hallelujah. He will guide you continually and it is atakuongoza daima. And I said in the first service that prayer is a link between God maombi and the throne of, between man and the throne of God. Maombi ndio yanamuunganisha mwanadamu na kile kiti cha enzi cha Mungu. In 1 John chapter 4 verse 6. Waraka wa kwanza Yohana 4:6. 1 John chapter 4 verse 6. Waraka wa kwanza Yohana 4:6. Verse 6. Mstari wa 6. No, verse 16, verse 16. Mstari wa 16. We have known and believed that the Lord God is love, he that dwelleth in him. No, it's Hebrew chapter 4 verse 6. Ebrania 4 verse 6. Seeing therefore that it remained that some must enter therein, but to whom it was first preached entered it because of unbelief. Verse 7. Again, it limited a certain day, saying in the today, after a long time, as it is said today, if you will hear his voice, harden not your heart. Akaweka tena siku fulani alisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii leo kama ilivyonenwa tangu zamani leo kama mtasikia sauti yake msifanye migumu mioyo. Many people don't pray because they harden their heart to the things of God. Watu wengi hawaombi kwa sababu wamefanya mioyo yao mgumu katika mambo ya Mungu. Many can fast no matter how you say it. Hata tusemeje. And they miss the guidance of God. Na wanakosa uongozi wa kimungu. You might be fasting and praying, you are not asking God anything, but God will tell you. Unaweza kuwa unafunga na kuomba, unaomba mambo mengine tu lakini Mungu akakupa uongozi. God will tell you what to do. Mungu anaweza kuambia nini cha kufanya. Hallelujah. A prayerful man can be reading any book. God will tell you what to do. Mtu anayeomba anaweza anasoma kitu chochote akapata uongozi wa Mungu kwenye hicho kitabu. God's servant told the story how he was reading, following God's plan for your life, and he was not asking God for any land. Mtumishi wa Mungu anaelezea alikuwa anasoma kitabu fuata mpango wa Mungu juu ya maisha yako. And God said, why are you asking me? Wakati akiwa anasoma hicho kitabu Mungu akamuuliza. The land in Capernaum. This is a way to build it. Demolish the work there and build so shape. And he said God designed to him in that, directed him on how it will be built. It's still standing today. Mungu akampa maelekezo uhitaji kiwanja kipya, kiwanja ulichonacho kijenge vizuri. Assess guidance at all times. Mtu anayeomba wakati wote upata uongozi wa kimungu. Because prayer enhances our spiritual sensitivity. Sababu maombi yanasababisha ule usikivu wetu kuwa na makini. And when it is added by fasting, na unapoongeza na kufunga, fasting help to subdue our flesh. Kufunga kunatiisha mwili wetu. And shut up the voice of the flesh. Na kufunga ile sauti ya mwili. The flesh have a voice. Mwili una sauti. Devil have a voice. And every one of them is clamoring for our attention. Kila sauti zinataka sisi tusikie. Are you hearing what I'm saying? Unasikia ninachosema? Is clamoring for our attention. Kila sauti inataka sisi tusikilize. But if we can fast and pray, kama tunaweza kufunga na kuomba, it will be very, very easy to receive divine guidance. Itakuwa rahisi kuisikia sauti ya Mungu ya uongozi. Remember, when you are not fasting, kumbuka unapokuwa ufungi, you see flesh will take over. Mwili wako utakutawala. Carnality will take over. Ukimwili utakutawala.
And we are guided by the Spirit. Na tunaongozwa kwa Roho. Romans chapter 8 verse 16 say, the Spirit itself bear witness with our spirit. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Fasting and prayer fired up our own spirit. Kufunga na kuroho kunaamsha roho zetu. To get signal from the Holy Spirit. Ili kupata mawimbi ya uongozi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Look at that scripture, two spirits are mentioned there. Tazama lile andiko, kuna roho mbili zimetajwa pale. One is a human spirit. Moja ni roho ya mwanadamu. The one with the capital letter. Ile yenye herufi kubwa. The first one is the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. And you have to fire up your spirit. Unahitaji kuiamsha roho yako. In prayer. Kupitia maombi. Especially praying in the Holy Ghost. Maalum sana kuomba kwa kunena kwa lugha. You are not praying for bread and butter. Auombe mikate na siagi. You are praying. Lakini unaomba. Just praying in the spirit. Unaomba tu kwa kunena kwa lugha. And you see a lot of things will be dropping in your spirit man. Utaona kuna mambo mengi yataletwa kwako. It was through prayer. Ni kupitia maombi. That God's servant got a lot of direction. Mtumishi wa Mungu amepata mwongozo mwingi. At the inception of this ministry. Tangu kuanza kwa huduma hii. Powerhouse have begun. Ile chumba cha maombi ya mnyororo yalianza. Him and mama have to fast. Hata yeye na mama askofu ilibidi wafunge. I'm not the one you had going to Jos to start this ministry. Mungu alipowaambia sio mimi mlenisikia niliwaambia mwende Jos. So here you were saying in your heart. Makafani ulikuwa unasema moyoni mwako. And God says stay here until you are told what to do. Mungu akamwambia kaa hapa mpaka. They began to fast. Wakaanza kufunga. They began to fast. Wakaanza kufunga. And one day God said, pick the Bible. Siku moja Mungu akamwambia chukua Biblia. He said he doesn't know whether it's him or God that opened the Bible. Anasema kujua ni nani amefungua Biblia. Get down to Damascus. Na kupitia ile Biblia akapata uongozi, inuka nienda Damascus. The prayer and Damascus. fasting continue. Kufunga na kuomba ukaendelea. Until God made it clear that Damascus represent Kaduna. Paka Mungu akamwambia wazi kabisa Damascus maana yake ni Kaduna. When the church was not going in Kaduna. Kanisa lilipokuwa likuwa Kaduna. Him and the staff declared prayer and fasting. Yeye na wafanyakazi wakatangaza mfungo. And God said follow me. Mungu asanifuate. An encounter. See, as they went outside. Alipokuwa akitoka nje. Look. He said he saw something that covers the church. Alipotazama akaona kapeti limefunika kanisa. On the top of the roof. Kama kapeti kwenye paa. And God said this is what the devil is using to misinterpret what I'm doing in this church. Mungu akamwambia hiki ndio shetani anatumia kutafsiri vibaya kile anachofanya kwenye ile kanisa. Deal with it. Akamwambia shughulika nacho. And he commanded it according to John chapter 1 verse 5. Na akaamuru sana Yohana 1:5. He said he saw it folded. Aliona ile kapeti likijikunja. When I came to the world, Mungu akamwambia nilipokuja somebody had duniani. to tell somebody come and see. Ilibidi amwambie mtu aje kuniona. God, that's where we began a hambi. Come and see. Hapo ndo tulianza kuandika peperushi ya God Joel. tell him keep sowing the seed. Mungu alimwambia endelea kupanda mbegu. As the grass is green, the sheep will come. Yale majani yanapokuwa mabichi kondoo watakuja. The seed is the word of God. Na mbegu ni neno la Mungu. We measured in the word up to today because God directed. Tunaweka mkazo katika neno mpaka leo kwa sababu Mungu ametuongoza. We lay the word to people when they come because God directed. Tunawapatia watu neno wanapokuja kwa sababu Mungu ametuongoza. Prayer and fasting. We can do prayer and fasting. Alipata uongozi kupitia kufunga na kuomba. Hallelujah. Hallelujah. And it has been proven. Na imethibitika that indeed it was God. Kwamba ni Mungu amemwambia. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. There are directions. Kuna uongozi. About your business, about your career. Kuhusiana na biashara, taaluma. About your marital journey. Kuhusiana na safari yako ya ndoa. You have missed because you don't want to humble yourself and fast and pray. Umekosa uongozi kwa sababu hutaki kujitiisha kufunga na kuomba. Your heart. You love food more than your destiny. Ufanya moyo wako mgumu, unapenda chakula kuliko hatima. You are like Esau who can sell his destiny. Uko kama Esau. For a Esau. morsel of bread. Uko tayari kuuza hatima yako kwa sababu ya mlo wa siku moja tu. Fasting for 2-3 days. Kufunga kwa siku 2-3. Will do a great deal for you. Unaweza kuletea faida kubwa kwako. What you could have eaten. Kuliko ambacho hicho ungeweza kula. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Take out time. The church don't need to declare it for you. Usubiri kanisa likutangazie mfungo. Hapana. You have to declare it for yourself. Inabidi ujitangazie mfungo mwenyewe. You know that issue. You know that situation. Unajua swala, unajua hiyo that you are desiring direction. Ambao unatamani kuongoza. What should I do? Mungu nifanye nini hapa? Take up a fast and pray. Ongeza kufunga na kuomba hapo. Hallelujah. Hallelujah. Pray plenty in the Holy Ghost. Omba na hata katika Roho Mtakatifu. And you see you will come back with direction on what na utaona utatoka kwenye huo mfungo kuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. The third one I mentioned, which I'll just mention it, is through that's how to access guidance. Visions and revelations of God. Maono na mafunuo. Vision can be open or closed vision. Maono yanaweza kuwa kwa wazi au maono yaliyofungwa. And what
biblical proof of being led by the Spirit. Vithibitisho vya kibibilia kwamba unaongozwa na Roho. That is supernatural favor. Unapata kibali cha kiungu. When God leads you, Mungu anapokuongoza, you enjoy favor on every side. Utafurahia kibali upande wote. In Exodus chapter 3 verse 21. Kutoka 3:21. When he led the children of Israel, alipoongoza wana wa Israeli, the Bible says, Biblia inasema, he gave them favor. Aliwapa kibali in the sight of Egyptians that hate them. Machoni pa Wamisri walikuwa wakiwachukia. You know, the peak of favor. Unajua kilele cha kibali is when those who hate you will be giving you something. Ni pale ambao wale wanakuchukia na wanakubariki. You know, God can use. Mungu anaweza kuwatumia. I came to find out recently, this week. Nimekuja kugundua wiki hii. That ravens, the eagle called, the bird called raven. Kwamba wale ndege wanaoitwa tai. That fed Elijah. Waliomlisha Elia. That it is known that that raven is a stingy raven. Inatambulika kwamba au ndege hao. One of the characteristics of that kind of bird is they are stingy. They can't give anybody whatever. Yani wale ni kunguru. No bird can share with whatever they have. Choyo kweli kweli. Hawezi kutoa kitu. Upon all the birds he created, miongoni mwa ndege wengi ambao Mungu aliwaumba, he sent a raven. Alimtuma kunguru to bring food for Elijah. Kupeleka chakula kwa Elia. Hallelujah. Hallelujah. Raven didn't touch it. Kunguru hakula kile chakula kabisa. Because God is involved. Kwa sababu Mungu alihusika. God can use even those that hate you. Mungu anaweza kuwatumia hata wale wanaokuchukia. Bless you when you follow his leading. Kubariki pale unapofuata uongozi wake. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. They might say there is no money in this place. When God leads you there, people will be surprised the money will be having. Wanaweza kusema hakuna pesa kwenye eneo hili. They might say there is no business in this corner. When God leads you in that corner, you will not lack customers. Wanaweza kusema hapa kwenye hii kona hakuna wateja. Mungu akikuongoza hapo wewe utapata wateja. Kwa sababu kibali kinajibu pande zote kwako. When favor is not coming where you are, check very well. God, are you leading me here? Unapokuwa una kibali hapo ulipo, hebu jiulize, Mungu ni umeniongoza wewe au nimeongoza mimi? Kwa sababu uongozi wake in Luke 22 verse 35 kupata kibali. Jesus asked the disciples 22:35. Luka 22:35. When I sent you, Yesu aliwauliza nilipowatuma without pause, pasipo mkoba, pasipo fimbo, pasipo viatu, je, mlipungukiwa kitu? And they say nothing. Wakasema hapana. Everything they needed was supplied. Kila walichohitaji walikipata. But they didn't go with anything. But favor of God made it. Hawakwenda na kitu, walipata kila kitu kwa sababu ya kibali cha Mungu. People of God, he is leading. Watu wa Mungu uongozi wake leads to supernatural favor. Upelekea kibali cha kiungu. And his favor, na kibali chake, is equal to life. Ndio kinaleta uhai uzima. In Psalm 30 verse 5. Zaburi 35. For his anger endureth for but a moment. Zake ukaa kwa kitambo tu. But in his favor is katika rehema zake, katika kibali chake kuna uzima. May endure for a night. Kulia ukaa usiku. But joy cometh in the morning. Uja asubuhi. Psalm 5 verse 1. Zaburi 5:12. That God will bless the righteous. Bwana utawabariki wenye haki. And with favor. Kwa kibali. You will never lack the favor of God in your life. Utakosa kibali cha Mungu. I'm not hearing a faithful amen. Sisikia amina kubwa. It's a new day for you. Siku mpya kwako. My God shall guide you continually. Mungu wangu atakuongoza daima. I say my God shall guide you continually. Mungu wangu atakuongoza daima. I say my God shall guide you continually. Mungu wangu atakuongoza daima. He will lead you to where your favor is waiting for you. He will lead you to where your favor is waiting for you. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. One of the things if you lack in life, you lack something is the favor of God. Moja ya kitu ukikosa katika maisha umekosa kweli kweli ni kibali. You don't have strength to work on everything you need in life. No. You don't have strength to work for everything you need in life. Hauna nguvu ya kufanikisha kila kitu unachokihitaji katika maisha. There is a place of favor. Kuna mahala pa kibali. Psalm 44 verse 1 and 2. Zaburi 44:1 na 2. Psalm 44 verse 1 and 2. 44:1 na 2. There is a place of favor. Kuna mahala pa kibali. Can you give me Psalm 44? Zaburi 44. We have heard. Tumesikia with our ears. Kwa masikio yetu. Oh God, our fathers have told us. Baba zetu wametuambia. What work that did us in the matendo uliyotenda siku zao. Siku za kale. How that you drive wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. You planted them. Ukawakalisha wao. You afflict the people. Wewe uliwatesa watu wa nchi. They got not the land. Hawakuipata ile nchi. They got not the land by their own possession. Hawakuipata nchi kwa upanga wao. Or they got not the land in possession by their own sword. Hawakuipata ile nchi kwa upanga wao. Neither to their own arm. Wala si kwa mkono wao. But thy right hand. Uliwaokoa bali mkono wako wewe. The light of thy countenance. Mkono wako na nuru ya uso wako. That has a favor unto them. Kwa kuwa uliwaridhia, uliwapa kibali. That is the favor of God that makes things happen. Ni kibali cha Mungu kinasababisha mambo yatendeke. God will lead you to where your favor is waiting for you. Mungu atakuongoza mahali ambako kibali kinakusubiri. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And let's go to the issue of covenant family. Twende swala
masuala ya kiagano ya Everyone kifamilia. born again have two families. Kila aliyeokoka na familia mbili. The biological family, familia ya kimwili, and the spiritual family. Na familia ya kiroho. This church is a spiritual family. Kanisa hili ni familia ya kiroho. But everyone in the spiritual family came from one biological family or the Lakini other. kila aliyeko kwenye familia ya kiroho alitoka kwenye familia ya kimwili. And families are tied together by the code of blood. There is a bond of blood. Familia zinaunganishwa kupitia damu. What made family that they are blood related? Familia nyingi zinaunganishwa kwa damu. And we see what happened to one can affect the other. Kinachotokea kwa mmoja kinaweza kumdhuru mwingine. That's what we call genes. Tuna kile kitu tunaita vinasaba. We get generation. Kupitia vile vinasaba tunapata uzao. Hallelujah. Hallelujah. There is a particular gene you are born and it is unique for your family. Kuna kiasilia fulani ambao umezaliwa huko na that's why you inakuwa ni ya see kipekee kwenye the familia. semblance of family. Ndio maana utaona familia zinafanana. And there are most families. Na kuna familia nyingi who are suffering one thing or the other. Ambao wanateseka kitu kimoja ama kingine. Because of what have been done there before them. Kwa sababu kile kilichotendeka huko nyuma kabla ya wao. What is done in a family affect even those who have not been unborn now. Kile ambacho kinafanyika kwenye familia kina madhara hata kwa wale ambao hawajazaliwa sasa. Positively. Iwe ni madhara chanya ama hasi. The things Abraham did. Mambo ambayo Ibrahim alifanya affected his children positively. Yaliathiri watoto wake kwa uchanya. Up to today. Mpaka leo. The thing David did. Mambo ambayo Daudi aliyafanya affected the children. Yaliathiri watoto wake negatively. Kwa hasi. You know, it was going in with Bathsheba that made the kingdom to be divided. Unajua ni kule kutoka kwake na Bathsheba ndio kusababisha ule ufalme ugawanyike. God left the tribe of Judah for David family. Mungu akaliacha ile kabila la Yuda. That's why you have the king of Israel, the king of Judah. They are one mfalme wa Yuda na mfalme wa Israeli. But it was an act of one man. Ni yale makabila yalitenganishwa kwa sababu ya tendo la mtu mmoja. There were good things he did also who brought good things to the children of mazuri Israel. Daudi alifanya ambayo sababisha watoto wake wapate mema mpaka leo. Up to this present generation. Mpaka kizazi cha leo. Hallelujah. Hallelujah. But the good news is that we serve a family loving God. Habari njema ni kwamba tunamtumikia Mungu anayependa familia. He created a family. Yeye ndiye aliumba familia. He blessed the family. Alibariki familia. And he's still interested on the affairs of a family. Mpaka leo anapenda mambo ya familia yaende vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Most of the time he gave a baton. Many people doesn't understand. Mara nyingi anatoa mwongozo. That God is a God of family. Kwamba Mungu ni Mungu wa familia. That when God put a mantle in a man's life, he's putting it in the family. Mungu anapoweka upako katika maisha ya mtu anaweka kwenye familia. That's why many people don't understand when they say, oh, this man is a pastor, the son is a pastor. Ndio maana watu hawaelewi kwamba huyu baba ni mchungaji, watoto wake ni mchungaji. It was not an arrangement. Hiyo haijapangwa kibinadamu. But the mantle that been dropped in a family. Ni kwamba ule upako uliowekwa juu ya yule mtumishi unaangukia familia nzima. When God called Aaron, Mungu alipomwita Haruni and gave him the priesthood mantle, na akampa upako wa kikuhani, the son followed. Watoto wake walipata upako ule ule. To at that tribe, Levitical priest. That's what they are called. They are Levites. Na kabila lao ni la Walawi. Ina maana Walawi wote walipata upako. Na mpaka leo ni makuhani au Walawi. God is still interested in families. Mungu bado anapenda mambo ya familia. That's why whatever you do, ndio maana chochote unachofanya, whether it's positive or negative, kiwe ni hasi ama chanya, don't just consider yourself. Usijitazame wewe peke yako tu. Consider your family. Tazama pia na familia yako. There are things you are doing today that will benefit. Kuna mambo unafanya leo familia yako itanufaika. There are evils you are committing today also that will benefit. Kuna mabaya unayofanya leo familia yako itadhurika mbeleni. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. We can make a demand for the salvation of our family. Tunaweza tukafanya maombi ili familia zetu zikaokoka. Don't be saved and rejoicing that you are the only one saving your family. No, it's not right. Na kufurahia kwamba wewe peke yako tu ndio umeokoka kwenye familia. Maybe God pick you to be saved. Labda Mungu amekuokoa wewe to bring others to him. Ili waokoe na wengine kwenye familia yako waje kwako. God hate idol worship. Mungu anachukia kuabudu sanamu. Pray for you to be destroyed in your family. Omba kuabudu sanamu kuharibiwa kwenye familia yako. That's why he saved you. Ndio maana alikuokoa wewe. Don't say I can't talk to them. Useme siwezi kuongea nao. You might be the youngest there. Unaweza kuwa mdogo kwenye familia. But you carry a mantle God have given to you. Yako umebeba upako ambao Mungu amekupa. You can speak to them. Unaweza kuongea nao. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. It's the benefit of your entire family. Hii ni kwa ajili ya faida ya familia yako nzima. You can't be praying in your family. Hawezi kuwa unaomba kwenye familia yako. And other your siblings are sacrificing. Na ndugu zako huko wanatoa makafara. Things are not right. Mambo yapaswa kuwa hivyo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. The Lord will bless your families. Bwana atabariki familia yako. I'm not hearing a louder. Sisikia amina kubwa.
In Genesis chapter 1 verse 28, he blessed Mwanzo family. 1:28 When he alibariki. created them in verse 27, Alipoumba wanadamu aliwabariki. he created them male and female. Alimuumba mwanaume na mwanamke. Family is born. Familia ilizaliwa pale. Verse 27. Mstari 27. And in verse 28, Mstari 28. he pronounced blessing upon them. Aliwatamkia baraka. He pronounced blessing upon them. Aliwatamkia baraka. Hallelujah. Hallelujah. Please take an example of Cornelius. Tutazame mfano wa In Cornelius. Acts chapter 10 verse 24. Matendo 10:20. When God sent Peter to him, he Mungu alipomtuma Petro aende huko, called his family. aliita familia nzima. Called his near kinsmen. Aliita ndugu zake, marafiki, Every one of them majirani. had the word. Wote wakasikia neno. And every one of them got saved. Kila mmoja wapo akaokoka. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. That's why we must make a demand Ndio maana lazima for the tuombe salvation of every member of our ili household. kila mtu katika familia yetu For aokoke. that is the will of Maana God. hayo ni mapenzi ya That Mungu. is the will of God. Hayo ni He does mapenzi ya not Mungu. wish anyone to be Hataki perish. mtu aangamie. He wants everyone to come to repentance. Anataka kila mmoja atubu. And the Bible says in Biblia Hebrew, inasema, chapter 2 verse 7, how can we escape tunawezaje kupona if we neglect true salvation? tusipoujali wokovu? No family will escape the wrath of the devil Hakuna familia itaepuka ghadhabu ya shetani if we neglect salvation. kama itaacha wokovu. The devil have entered in so many families. Shetani ameingia kwenye familia nyingi. You know, that's where the devil begins. Hapo ndio shetani Because anapoanzia. everybody on the street Kwa sababu kila mtu mtaani has a family. ana familia. And robbers, wherever they have a family. Majambazi wana familia. Prostitute, Makahaba, wicked men and women, watu waovu wa kiume na wa they came kike, from a family. wote wametokea kwenye familia. Hallelujah. Haleluya. The devil have penetrated families Shetani ameingia kwenye familia because of lukewarmness. kwa sababu ya uvuguvugu. Today in family it's happened. I don't know what will happen in many years to come. Sijui itatokeaje kwa miaka mbeleni Because ijayo. the kind of foundation many families are building today. Kwa sababu haina msingi ambao familia nyingi inajenga leo. God is not enthroned in many families. Mungu aenzishwe katika familia nyingi. Fathers and mothers are only interested in education of their children. Wa baba na wa mama wanajitoa katika Oh, how masomo do ya I pay watoto their wao. school? Which school do they go? Most of them goes to school and come back as a devil. Na wengine wanawapeleka shule ambazo wakienda wanaenda watoto wazuri, Belong wakirudi to ni their several mashetani. gods. Nobody cares about their spiritual life. Wanajali mambo ya kishule lakini hawajali mambo ya kiroho ya Are they going watoto. to church in the school? Are they reading their Bible? Je, huko shuleni wanasoma Biblia? Kuna mambo ya kiungu yanaendelea? In those days, Katika nyakati hizo in my place, when you get admission, unapochaguliwa what your mother will give to you is a Bible. kwenda shule, mama yako anachokupa ni Biblia. Oh, you are going to school? Kwamba unaenda shule, Take this Bible. chukua hii Biblia, It's jina my langu. gift to you. Ni zawadi yangu mwanangu. But today, Lakini leo we are giving all sorts of things. Phone, tunawapa simu tachi golden mon, na hizo japat. chapati That's what we are giving. na vitu hivyo And many, many more. na mambo mengi The tunawapa. word of God is not in those anymore. Neno la Mungu alipo kabisa katika vitu They unavyowapa. are masturbating. Because of the phone you are giving them, they are doing a lot of things. punyeto, kwa sababu kwenye hizo Watching simu pornography. wanatazama picha za uchi, Carrying spirit. And come back. wanapata yale maroma chafu. It's not about what you live for them that matters. Sio swala la mali utakazowaachia ndio cha But muhimu, what you live in them. lakini kile kitu unachokiachia Leave ndani yao. Jesus in them. That's the greatest Waachie thing. Yesu ndani yao ndio hazina If you kubwa. don't leave Jesus in them, Usipowaachia Kristo no ndani matter yao, what you live for them, they will haijalishi mali scatter it. unazowaachia watatawanya. Leave Jesus in Waachie them. Kristo akae ndani yao. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Be interested in the salvation of your family Jihusishe members. katika wokovu wa familia yako. Don't be coming to church and your child can't come to church and you are Usije happy. kanisani afu watoto You wako keep na waacha quiet. nyumbani. Unakaa kimya It uwakemei. start from where the Bible says, train up a child. Biblia inasema In a mlelee way, when he's mtoto young, when he is old, he cannot depart from it. katika njia impasayo. Let Akiwa them know mtoto, how to go for evangelism. That atakapokuwa mtu mzima hatoiacha. in years to come, they will never forget Fundishe that namna ya you kwenda taught them. uinjilisti Let them leo. know how to tithe Mbeleni now. atafanya hivyo. In the years to come, they will never Fundishe forget kutoa that you fungu la teach kumi them. leo. Mbeleni Let them know atafanya how hivyo. to pray. Fundishe namna ya kuomba Many leo. families today, there is no morning devotion. Familia nyingi hakuna maombi ya There is asubuhi. no morning devotion. Hakuna maombi ya Children asubuhi. can't tell the story that Wa- our father and mother used to pray. No story again. Watoto wala hataongea habari za maombi. Everybody's on his own. Kila mtu anafanya yake. Children come back anytime they Mtoto want. in the anarudi night. anaingia muda anaotaka. They sleep anywhere they like. Wanalala popote wanapotaka. Nobody will ask them, where are you coming Kuna from? wa kuwauliza unatoka wapi. A child you pamper today Mtoto unayemdekeza leo will tamper with your rest tomorrow. atachezea amani yako A kesho. child you pamper today Mtoto unayemdekeza leo will tamper with your rest tomorrow. atachezea amani yako Take kesho. up the responsibility. Chukua wajibu wako kama mzazi. Many people are asking, oh, God, give me a child. God have given you a child. Take responsibility Watu to wengi train them. sana, Mungu nipatie mtoto. Mungu ashakupa mtoto, wajibika sasa kumlea. You will
will never regret you. Hautajuta kwa kufanya hivyo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. That's where you begin from. Hapo ndipo inapoanzia. A godly family is a plus to the destiny. Familia ya kiungu ni faida. When Jesus is in the family, Yesu anapokuwa kwenye familia, he's a happy. hiyo familia inakuwa ni ya furaha. Don't allow the devil in your family. Usimruhusu shetani atamalaki kwenye familia yako. Don't assume that your children are born again. Usidhanie tu kwamba watoto wako wameokoka. Whether you're a pastor, a bishop, or not, don't mchungaji, askofu. As Isaac said, people thought that every one of them, but he said he knew the day he got born again. Despite he was born by a bishop and all that, but the day when they will surrender. Isaac anasema watu walikuwa wanadhani kwamba ameokoka kwa sababu yeye ni mtoto wa askofu, kumbe alikuwa hajaokoka, ila kuna wakati alifika akaamua kweli kweli kuokoka. The second son of Papa Oyedepo. Yeye ni mtoto wa pili wa askofu Oyedepo. Kila mmoja wao anajua siku ambayo alikutana na Mungu kikamilifu. Usifikiri tu kwamba wanangu wameokoka, usidhanie tu. Please make sure that your children are born again. Tafadhali hakikisha kwamba watoto wako wanaokoka kweli kweli. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. But what must you do? Lakini unapaswa kufanya nini? To secure the rescue of your family members. Ili kuhakikisha familia yako inaokoka. What must you do? Unapaswa kufanya nini? Number one. Namba moja. Your family members must walk in obedience. Wale watu wa familia yako wanapaswa kutembea katika utii. And that must begin from you. Na inabidi ianzie na wewe. You have to recognize. Lazima utambue that obedience as individuals. Kwamba utii kama mtu binafsi is a gateway to all one blessing. Ndio lango la baraka pande zote. In the kingdom. Katika ufalme. Your family need blessing. Familia inahitaji baraka. Obedience connects us to the blessing of God. Utii ndio unatuunganisha na baraka za Mungu. Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Kumbukumbu la Torati 28:1. If you will hearken diligently. Kisikia kwa bidii. Unto the voice of the Lord thy God. Sauti ya Bwana Mungu wako. To observe and to do this commandment. Tunza kufanya maagizo ni kuagiza leo. The Lord will set you on high above all. Bwana atakuweka juu ya mataifa yote. And this blessing. Baraka hizi. This blessing. Baraka hizi zote. Psalm 112 verse 1 Zaburi 1:2 Blessed is the man that feareth the Lord. Yule amchaye Bwana. That delighted greatly in his commandments. Na maagizo yake. His seed shall be mighty. Uzao wake utakuwa mkuu upon the earth. Katika nchi. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house. Tajiri na heshima utakuwa katika nyumba yake. Haki yake yakaa milele. Obedience as individuals. Utii kama mtu binafsi. Is a gateway. Ndio lango. To the blessings in your family. La kuleta baraka kwenye familia yako. Lead your family to enter into a covenant to serve God. Ingize familia yako ingie katika agano la kumtumikia Mungu. And the interest of his kingdom. Na matakwa ya ufalme wake. As individuals. Kama mtu binafsi. So as to bring an end to all wickedness of the wicked. Ili kukomesha ule uovu wa mwovu. Against your household. Why do we say as individual? All this prayer we say, oh Lord, I make a covenant for all my family. No, let it be done individually. Yale maombi ya waingize familia katika maombi ya kuingia agano binafsi la kumtumikia Mungu. Lead them to make that covenant. Waongoze wafanye agano binafsi la kumtumikia Mungu. As you are saying it, they are laughing at you. Kwa sababu unapo lead your family. Unapotamka agano peke yako wao wanakucheka. Covenant. Hakikisha na wao binafsi mmoja mmoja kwenye familia anaingia agano la kumtumikia Mungu. Kumbuka utamtumikia Bwana Mungu wako na atabariki chakula chako na maji yako. Job 36 verse 11. If they will obey. Kama wakimsikia and serve him na kumtumikia, they will spend their days in prosperity in pleasure. Na miaka yao katika hoteli. Let your family enter into a covenant. Familia yako ingie katika agano. That's what Judah did. Ndicho Yuda alichofanya. In 2 Chronicles chapter 15 verse 12. Nyakati wa pili 15. 2 Chronicles chapter 15 verse 12. Nyakati wa pili 15:12. They entered into a covenant. Waliingia katika agano. To seek the Lord la kumtafuta Bwana Mungu wao. With all their heart, kwa mioyo yao yote. Verse 13. That whosoever that will not seek the Lord, yote ambaye hatomtafuta Bwana, whether the person is small or great, mdogo ama mkubwa, whether is a man or a woman, mwanaume au mwanamke, and they swear unto the with a loud voice, we shout kiapo kwa sauti kubwa na wakafurahia kile kiapo, and the Lord gave them rest. Bwana akawapa starehe round about pande zote. Number 3, what must I do? Namba 3, napaswa kufanya nini? To secure the rescue of my family. Ili familia yangu iweze kuokoka. Namba 3, stand in prayer.
Simama katika maombi. To break every curse. Kuvunja kila laana that may be tormenting your family lineage. Ambayo inaweza ikawa inatesa familia yako. Stand in prayer. Simama katika maombi. There are different evil patterns in families. Kuna minyororo miovu katika familia. You see the one who read to us. Unaona ambao tumesomea katika ibada ya pili. That family have been having death. Ile familia ilikuwa ikipata mnyororo wa mauti. He said somebody have to mock that and say in your family is only burial. No celebration. Kuna mtu aliwadhi yake kwamba kwa familia yenu kila siku ni mazishi. And he took it upon himself. Yule jamaa akaamua kusimama katika zamu yake. And God ended that plague. Na Mungu akakomesha ule mnyororo wa mauti. There are many people it is one sickness or the other. Kuna watu wengine wanateswa na mnyororo wa ugonjwa mmoja ama mwingine. You see cancer. Taona hapa saratani. There's a part everybody in the must have. Unakuta kila mtu kwenye familia lazima apate saratani. I know a family in my village where you can count more than 5 mad people. Insanity. Najua familia moja kule nyumbani kwangu nakotoka unaweza kuhesabu kwa watu zaidi ya 5 wanakichaa kwenye familia. They answer the same surname. You can count up to 5. Unaweza kuhesabu watu 5 ni vichaa kwenye hiyo familia. There are many plague in many families. Kuna mapigo ya namna hiyo mengi kwenye familia. Families that divorce must set in. Kuna familia kuachana no matter how they do to make their marriage work, it doesn't work. Namna gani kutunza hiyo ndoa. These are satanic spells. Yani hii ni mipango ya kishetani that need to be broken. Ambayo inahitaji kuvunjwa. What you don't want, you don't want. Usichokitaka usikitazame. What you don't confront, usichokikabili, you cannot control. Huwezi kukishinda. What you don't resist, usichokipinga, have the right to remain. Kina haki ya kubaki. Don't play a lip service to me. Usicheze utumishi wa kinywa. You know it's to their family who cannot boast of anyone has money. Kuna familia ambayo hawezi kujivunia kama mtu ana pesa. Haijalishi wanafanya kazi kiasi gani. They walk and labor like an elephant. Wanafanya kazi kama tembo. They eating like an ant. Wanakula kama nyuki. Don't watch what you don't want. Usitazame usichokitaka. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Let me stop here today. Labda niishie hapo leo. Lift up your voice. Inua sauti yako. Oh yala brando shi yala braliando baka to bralia. Ebralia baba. If you are not tired of that situation in your family, that situation is tired of you. Kama hujachoka hiyo hali mbaya kwenye familia hiyo. If you are not tired of where you are is tired of you. Kama hujachoka hapo ulipo pamekuchoka wewe. You need to be angry in the spirit. Inabidi ukasirike rohoni. And say enough is enough. Na useme yatosha. Enough of untimely death. Yatosha vifo kabla ya wakati. Enough of marital delay. Yatosha kuchelewa katika mambo ya ndoa. You see that testimony, say no, you can't see anybody. He have lived for 30 years. And he have not seen, it's only one person I've seen married. Anasema wameishi kwa miaka 30, mtu mmoja katika miaka 30 ameolewa. But God stepped in. Lakini Mungu alipoingilia kati, there was commotion of marriages. Ukawa na mrundikano wa ndoa. There was I remember one man that stood in Shiloh, either last Shiloh or last 2 years Shiloh. Nakumbuka kuna mtu alisimama Shiloh. The doctors and everyone were there, no marriage. She stood his ground. Yeye na watoto wake wote. Before she shared the tape up on Shiloh, say no, this thing is not. Alikataa kosa ndoa kwenye familia yake. Said they were married the same year. Na sasa watatu waliolewa mwaka huo. Things remain because we don't do what we are supposed to do. Mambo yanabaki kuwa mabaya kwa sababu hatufanyi kinachohitajika kufanya. We carry Bible and come to church. Tunabeba Biblia tunakuja kanisani. We are not concerned of what is happening to our family members. Wala hatuwajibiki kwa kile kinachotokea kwa ndugu zetu. Hatuwajibiki. We are not concerned. Hatuwajibiki. Hallelujah. Hallelujah. There are some families. Kuna familia. Those who have money will never help others. Wale wenye pesa hawasaidii wengine. Hawasaidii wengine. And those things doesn't happen in vain. Na haya mambo yatokei bure. They will even wish you that you no, these things doesn't happen in vain. Haya mambo yatokei bure. You must stand. Lazima usimame for the rescue of your family. Ili kuokoa familia yako. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. It's not just Covenant Family Day. So it must be a responsibility. Familia. There are many people, since you have been praying, it's only me. You don't pray for your family members. Tangu umekuwa ukiomba unajiombea wewe tu, uombe ndugu zako kwenye familia. Jacob was left alone. Yakobo alibaki peke yake. Deliverance in every family begins from one person. Ukombozi kwenye familia unapitia kupitia mtu mmoja. There are families you can't gather everybody to pray together. Kuna familia huwezi kuwakusanya waombe pamoja. Let it start from you. Lakini ianzie kwako. When you have put up the fire, unapoamsha moto, most of them will come. Wengi watakuja. Without you inviting them. Pasipo hata kuwakaribisha. Don't wait until everybody agree. Usisubiri mpaka wakubaliane na wewe. Not everybody will believe what you believe. Sio kila mmoja ataamini unachokiamini wewe. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. But don't allow their unbelief to affect your own. Lakini usikubali kule kutokuamini kwao kuathiri kuamini kwako wewe. It's a new day for you and your family. Siku mpya kwako wewe na familia yako. Somebody bless in this second service. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout a big hallelujah. Sema hallelujah kubwa.
Lift up your voice and appreciate God for His word. Give Him all the glory and honor. Give Him all the adoration. Oh, labrando shakia taliabo shakia talaba. Eliando breketo balabra leabosh aleabalaba. Oh, yeliande kanda lando breketu bashuba. Elulando breketu balando brelando belando breshuba. Lobelia brasolia brando brekato belando brelia. Oh, yilando alia shekutaliaba. Ebulinde kiato brelando brekato brelando brelia shuba. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, Lord, thank you. Asante Yesu. And thank you. Asante. And let this word bear fruit in the life of your people. Neno hili lizae matunda katika maisha ya watu wako. Let this word put a fire on their toes. Neno hili liweke moto katika mifupa yao. To step out. Ili watoke. For the rescue of their families. Waokoe familia zao. This I ask Jesus. Na kuomba Yesu. And I know you will do it. Najua utajibu. And I will hear testimonies. Nitasikia shuhuda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. There's one person who came to my office yesterday. Kuna mtu alikuja ofisini kwangu jana. He had the word. Akasikia neno. And he was committed to the family. Things we are not working. The story was pathetic. He came to my office. He took that responsibility. And started knowing what is the issue in the family. Knowing where they have made it, where they have done it wrong. And things have changed today. He just came to thank me. For that word, I can't remember the exact word he had in the service. And he took up. The testimony is coming today. Take this word. Take responsibility. If you are the only one rich in your family, all your family members are poor, including you. If you are the only one rich in your family, you are not rich, you are poor. Is somebody hearing what I'm saying? Don't celebrate and only one. No. The demand from them will crumble you. Pray for others even to have more than what you have. Pray for your children to be greater than you, to have more money than you. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Pray for your children not to suffer what you have suffered. Take responsibility. That whatever that takes you a day to get, that it will not take them a second to get. Somebody shout hallelujah. Lift up your voice and thank your God again for your family. Thank God for your family. Thank God for your family. It's not a mistake that God brought you to that family. No, it's not a mistake. It's not a mistake. From the womb he knew that you are coming there. Oh, he brought you there to rescue that family. Oh, he brought you there to be a shining light. To be a pathfinder. To be a trailblazer. That's why he brought you there. Alabrasholia. Ebrando labrakate kate labraliamo shakiata. Ebrando brakate kalomoshi alabokatoliaba. Ebrando breketeliaba labraliamo shaliaba. Hey, Lando Bala, Brashulia. Thank you, Lord, for our families. Thank you for what you are doing and what you are about to do now. In Jesus' glorious name. Let me say this to you. Living in sin, you are hurting your family. Living in sin. You're being born again will not only profit you, to profit the members of your family. Staying in the kingdom of darkness. Consider the people that God have made you siblings with, and God have given you as children, or your brothers, or your uncles and others. Consider them. Because whatever we do, let's consider that we are coming from a family. The day Achan was carrying the thing that God said nobody should carry. Had he remembered his family could have they stoned him and the entire family. When Gehazi was running after Naaman, had he remembered the family lineage, he brought leprosy to his lineage. What of Reuben?
Kwa habari ya Rubeni, it was not just that Reuben lost the firstborn birthright. Sio kwamba alipoteza uzao wa kwanza. Entire Reubenites. He never considered the children. He went in and slept with his father's wife. Kosa alofanya lala na mke wa baba yake. And the father said, you are unstable like water. Baba yake akamwambia wewe utakuwa ni mtu usiyekuwa makini kama maji. Utofanikiwa. That even Moses came and said, let Reuben live and not that. Let his men not be few. Ule uzao wake kwamba aishi Rubeni na asife. He didn't solve that problem, I tell you. Hakutatua hilo tatizo. Because kwa sababu this thing is a family. Unapofanya kitu kinatembea kwenye familia nzima. I don't know what you have brought on your family. I don't know what you have brought. Sijui umekipatia nini familia yako matendo. I don't know the cost you have brought on your family. Sijui ni laana gani umeipeleka kwenye familia. When you do something and somebody is saying something, he's saying entire family. Unapofanya kitu na mtu akakulaani, ile laana inaingia kwenye familia nzima. And because of the blood, na kwa sababu ya damu, because of the gene, kwa sababu ya vinasaba, he move from you to another. Vinahama kutoka kwako kwenda familia yako. Whatever you do, whatever you say, kila unachofanya, kila unachosema, consider your children. Kabla hujafanya hiyo, fikiria watoto wako, fikiria wazazi, consider your siblings, fikiria ndugu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. If not that thing, the bad name they will call them. The bad name they will call them. Hilo jina baya ambalo wataitwa kwa sababu ya tendo lao. There were things mothers and fathers have done. Kuna mambo baba na mama wamefanya. They are affecting their children from getting married. Kinawadhuru watoto wao wasioe na kuolewa leo. So is it daughter of that man? Sasa ni mtoto ule ndugu. Consider your children before you do whatever. Tafakari watoto wao kabla hujafanya tendo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. But there are good things people have done. Kuna mambo mazuri ambayo watu wamefanya. Also, he affect their children positively. Ambayo inawaathiri watoto wao kwa uchanya. There's a good deal you'll be doing. Kuna mambo mazuri utafanya leo. Your children will not queue for jobs. Watoto wako watapanga foleni kupata kazi. Let's give his child. Sasa yule mtu ni mtu mzuri, tumpe mtoto wake kazi. That's why don't live your life thinking that you are the only one. Ndio maana usiishi maisha yako kama ni wewe peke yako tu. There are people lining up at kuna watu wanaambatana na wewe. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. That's remaining in sin. Ndio maana kukaa kwenye dhambi, kuendelea kuishi na maisha ya dhambi, kuwatendea watu vibaya, against authorities, kwenda kinyume na mamlaka, you are hurting your family. Kwa kufanya hivyo unaiathiri, unaidhuru familia yako. Unaidhuru familia yako. You are hurting your family. Unaidhuru familia yako. You are hurting your family. Unaidhuru familia yako. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Your repentance today, toba yako leo, will benefit your family. Itanufaisha familia yako. That's why I want to pray for you and your family. Nataka nikuombee wewe na familia yako. But are you ready to surrender your life? Je, uko tayari kutoa maisha yako kwa Kristo? Are you ready to ask God for mercy? Uko tayari kumomba Mungu rehema? 1 John chapter 1 verse 9. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. 1 John chapter 1 verse 9. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Or maybe start from verse 7. Tuanze mstari wa 7. Verse 8. Mstari wa 8. If we say we have no sin, tukisema hatuna dhambi, we deceive tunajidanganya wenyewe, and the truth is na not kweli in us. haimo ndani yetu. But if we confess lakini our sin, tukiziungama dhambi zetu, he is faithful yeye ni mwaminifu and just na wa haki, to forgive us our sins, samehe dhambi zetu, to cleanse us from all na kutusafisha na udhalimu wote. Verse 10. Mstari wa 10. If we say we have not tukisema kwamba hatukutenda dhambi, we make him a liar. Tutamfanya yeye kuwa mwongo. His word is not. Wala neno lake halimo mwetu. Somebody is here who want to say, Jesus, na mtu yuko hapa, have mercy on me. Ama atakusema Yesu ni rehemu. Jesus, I will dedicate my life. Yesu, nataka nitoe maisha yangu kwa upya kwako. I want to pray for you first. Nataka nikuombee wewe kwanza. Before we pray for our families. Kabla tukwenda kuombea familia zetu. Wherever you are, popote ulipo, put your hand on your chest. Unataka kuokoka, weka mkono wako kifuani. Unataka kuokoka, put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. You want to be saved. Unataka and dedicate your life to Jesus. Kutengeneza maisha yako na Kristo. Uliokoka ukarudi nyuma, sasa unataka kutengeneza na Yesu, weka mkono wako kifuani vizuri kabisa. May I demand you come forward here. Nikuombe sasa uje hapa mbele. Njoo hapa mbele, weka mkono kifuani. Njoo mbele. Weka mkono kifuani, njoo mbele, Yesu anakuita. Jesus is calling you. Uliweka mkono kifuani, njoo mbele, Yesu anakuita. Na unataka kuokoka, njoo mbele, Yesu Kristo anakuita. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Unataka kuokoka? Clap your hands. Uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu, njoo mbele. Popote ulipo njoo. Unataka kuokoka, uliokoka. I got my mind made up. Sing it. Give me a life to I say you should sing, I got my mind made up. I got my mind made up. Oh, come. Njoo, unataka kuokoka? Come. Unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo mbele.
uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu, njoo mbele. Njoo mbele, mchungaji anakusubiri. Tufatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Oshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia kwangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo ninakiri ya kwamba nimeokoka. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for saving this one. Baba, asante kwa kuokoa hawa. Let the grace that saved them be with them. Neema ile kwa ihifadhi. I cover them with the blood of Jesus. Na wafunika kwa damu ya Yesu. Their families are delivered. Familia zao zimekombolewa leo. Any spell, any enchantment in kila the life uchawi, of family, ushirikina kwao, it is destroyed today. umeharibiwa leo. In the name of Jesus Katika jina la Yesu Kristo. Jesus, Yesu, any one of them being tormented by the devil, yote anayeteswa na shetani I hapa, cast that devil out. amtoe huyo shetani In nje the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. And return no more. Usirejee tena kwake. Bring her. Bring her. Mlete huyo dada. Mlete kwa In the mchungaji name of Jesus katika Christ, jina la Yesu I Kristo, drive you out of this na life. kutoa katika maisha yake. Lose your grip over her life. Toka katika maisha yake And return no more. na usirejee tena. Holy Spirit, take over Roho this life. Mtakatifu tamalaki sasa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amina. Please follow our church official. Wafuate wa huduma wa kanisa. God bless you. Mungu awabariki. Everybody stand up on your feet. Kanisa wote tusimame kwa miguu yetu. Oh, Kanisa tusimame. there was one woman in the Bible. Kuna mwanamke mmoja kwenye Biblia. She was a harlot. Alikuwa ni kahaba. They call her name Rahab. Walikuwa wanamuita Rahabu. But she was so interested in the salvation of her family. Lakini alikuwa anatamani wokovu wa familia yake. She negotiated the salvation of her family. Alijadili ili familia yake ipate wokovu. When the spies were sent, Na wale wapelelezi you walitumwa. know the story. Unajua hiyo habari. And in Hebrew chapter 11, mentioning the great men and women of faith. Ile Ibrania 11 wakitajwa mashujaa ya imani The pale. family was rescued and saved Familia yake iliokolewa because of a heart a harlot had. kwa sababu ya ule moyo kahaba aliokuwa nao. I want you to demand for the salvation of your Nataka family members. uombe wokovu wa hiyo familia. None of my family members will perish. Hakuna mjumbe wa familia yangu atakayeangamia. None of my family members will perish. Hakuna Save mjumbe wa them. familia yangu Wherever they atakayeangamia. are. Yesu aokoe. Pray that prayer before. Omba ombi hilo. Let your mercy. Let your Rehema mercy. zako Mungu. Please stop. What I want you to pray first. Nataka uombe hivi.
I want you to cry for mercy for your family. Nataka omba rehema kwa ajili ya familia yako. It is because of his mercy that we are not. Kwa sababu ya rehema zake hatuangamii. Lord, let your mercy cleanse every mess. Rehema zako tutembelee kwa rehema zako. Anything they have done in my family. Chochote ambacho familia yangu wamefanya. Or my forefathers. Mababu. Lord, let your mercy. Baba, rehema zako. Most of our forefathers have served other gods. Babu zetu walitumikia miungu mingine. Lord, I plead for your mercy for my family. Naomba rehema zako kwa familia. Lift up your voice and pray for mercy. Let your mercy prevail. Rehema zako zitamalaki. Let your mercy prevail. Rehema zako zitamalaki. Let your mercy prevail. Rehema zako zitamalaki. Lord, I cry for your mercy. Lord, I cry for your mercy. Naomba rehema. Have mercy on my family. Rehema juu ya familia yangu. Have mercy on my life. Rehema juu ya familia yangu. Anything we have done. Chochote walichofanya. Father, I cry for mercy. Baba, naomba rehema. Lord, I cry for mercy. Baba, naomba rehema. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. You are not praying. Awombi. The prayer of mercy is so important. Ombi la rehema ni la muhimu sana. And it begins by brokenness. Na linaanza nawe kupondeka. You might not know what they have done. Unaweza usijue walichofanya wao. You might know. Au unaweza kuwa unajua. Most of us know the story of our lineage. Wengi tunajua habari za familia zetu. Some of them used to kill human beings and eat their flesh. Wengine walikuwa wanaua wanadamu na kula nyama zao. A lot of things happen. Mambo mengi yametokea huko. Some of them carried a shrine to their homes and wengine walibeba madhabahu za kichawi kwenye familia zao. Whatever they have done. Chochote ambacho wamefanya. Let your mercy prevail. Rehema za Mungu zitamalaki. And I want you to do it by kneeling down to God. Nataka uombe rehema kwa kupiga magoti kwa Mungu. Lord, I need on my piga magoti ukiomba rehema kwa ajili ya familia. I pray for your mercy. Baba, naomba let your mercy prevail. Rehema zako zitamalaki. Have mercy on my family. Rehema familia yangu. Anything they have done. Chochote ambacho wamefanya. Lord, on behalf of my family. Kwa niaba ya familia yangu Baba. Lord, have mercy. Let Baba, rehema zako zishinde. Lord, let your mercy prevail. Rehema zako zitamalaki Baba. It is because of your mercy that we are not consumed. Oh, thy compassion fell on us. Have mercy, Lord. Baba, have mercy on my family. Have mercy on my siblings. Have mercy on my parents. Oh, Lord, have mercy. Lord, whatever we have done, Lord, knowingly or unknowingly, let your mercy prevail. 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 Oh Lord, have mercy upon us. Lord, we cry unto you. Have mercy, Jesus. Have mercy, Jesus. Have mercy, Jesus. Have mercy, Jesus. And deliver our families. Have mercy, Jesus. Let your anger be quenched. Let your anger be quenched. Have mercy, Jesus. Have mercy, Jesus. Have mercy, Jesus. Have mercy. We cry for your mercy. We cry for your mercy. It is better we fall to your mercy. Oh Lord, cast me not off from your presence, oh Lord. Take not the Holy Spirit from me. Restore the joy of our salvation. Lord, we cry for your mercy. In the name of Jesus Christ. Somebody shout a louder amen. You can stand up now. Father, thank you for your mercies. The mercy of God. Rehema za Mungu. As you have cried on behalf of your family. Kama ulivyolia kwa niaba ya familia yako. Have covered every mess of your life. Zimefunika makosa yote ya maisha yako. And every mess of your family. Na makosa yote ya familia yako. A new beginning in your family. Mwanzo mpya kwenye familia yako. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. And I want you to pray again, Lord. Taka uombe tena Bwana. Save souls in my family. Okoa nafsi kwenye familia. Any member of my family that is not born again. Yote ambaye kwenye familia yangu hajaokoka. Let them be visited. Watembelewe. Let them be visited. Watembelewe. And let them surrender to you. Watoe maisha yao kwako. Lift up your voice and pray. In the name of Jesus Christ. Lord, we pray for members of our family. Anyone of them that is not born again. Father, let them be visited by you. By your spirit. And let them surrender wherever they are on this planet Earth. Every one of them that not know you. Father, we commit them into your holy hand. Wherever they are. Lord, wherever they are. Lord, let them be saved. You can call them by name. Waite kwa majina. Watamkie majina, tamka majina yao. Unawajua ndugu zako. Waite majina, Mungu awaokoe. Save our parents. Save our siblings. Okoa wazazi wetu. Save our husband and our wives. Okoa ume zetu, wake zetu. Save them. Save them. Waokoe Bwana. Save them. By your mercy, save them.
Oh, it is not your wish that everyone should perish, that everyone should come to repentance. In the name of Jesus Christ. I'm not hearing a louder amen. You are going to pray again. Numbers 23 verse 23 said there is no enchantment against Jacob. So every enchantment, every spell in my family, Father, I decree, let them be broken. You know them. It might be barrenness, it might be poverty, any generational curse, any evil pattern. Father, let them be destroyed. Lift up your voice and pray. You shall also decree a thing and it shall be established. Let them be destroyed. Let them be destroyed. Let them be destroyed. Let them be destroyed. Every enchantment, every spirit of insanity out of that family, every yoke of poverty, kila nira umaskini iharibiwe, be destroyed, iharibiwe, be destroyed, iharibiwe, be destroyed, iharibiwe, be destroyed, iharibiwe, in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Oh, le brakato brelando brelia, e brakatalia, any cause, Lord, laana yote kwenye familia iharibiwe, extended family, in my kingdom, let it be destroyed, let it be destroyed, everything working against us is uprooted today. Chochote kinachotenda kazi kinyume nasi kinang'olewa leo. Is uprooted today. Kinang'olewa leo. Kinang'olewa leo. Oh, lebalaba. Oh, lobo shakia talabalabalaba. Alabalabo shialabalabo shalabalabo. Ebrando brekatalabalaba. Lianda labalia. The yoke of marital delay be destroyed. Nira kuchelewa kwenye ndoa inaharibiwa. Nira ya utasa inaharibiwa. Nira ya kukata tamaa inaharibiwa. Nira ya kufa kabla wakati inaharibiwa. Nira ya umaskini inaharibiwa. Every spell and chance, kila uchawi na uganga, in the name of Jesus be destroyed. Katika jina la Yesu I command you out of our family. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, lebrakatoshi alaba. Oh, lando lebashekiata labalaba. Ebranda kiato belando brekato belea. Ayu lambra labo shakiata labalaba. Abalabo labo shakiata labalabo shakiata laba. Ebando brekato baliando bakutele balaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Begin to pronounce blessing upon your family. Anza kutamka baraka juu ya familia. Command commotion of marriages. Amuru baraka. Command Lord children. Amuru watoto. Command prosperity. Amuru mafanikio. In your family shall be promotion of marriages. Promotion of marriages. Kwenye familia yako kutakuwa na mrundikano wa ndoa. Lord shall cast his young. Hakuna atakayekufa kabla ya wakati. None shall be barren in our family. Hakuna atakayekuwa tasa. Poverty is over in our families. Poverty is over in our families. Umaskini umekwisha kwenye familia. Oh, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every identifiable disease or sickness, kila ugonjwa wote unaotambulika kwenye familia, it is over today. Unaharibiwa leo. No matter the name, no matter how many years, haijalishi jina la ugonjwa. Every age-long spell is destroyed. Every age-long spell is destroyed. Kila uchawi wa muda mrefu unaharibiwa. Kifungo cha muda mrefu kinaharibiwa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Take the bottle of anointing oil. Chukua ile chupa mafuta matakatifu. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaya 10:27. It shall come to pass. Itakuwa on that day. Katika siku hiyo. That his burden. Kwamba mzigo wake shall be taken away. Utaondolewa off thy shoulder. Kutoka kwenye bega lako. And his yoke. Na ile nira yake off thy neck. Itatolewa kwenye shingo yako. And the yoke shall be destroyed. Nira nayo itaharibiwa. Because of the anointing. Kwa sababu ya mafuta matakatifu. Any yoke nira yoyote in your life and your family, katika maisha yako na familia, it shall be destroyed. Itaharibiwa by the power of the anointing oil. Kwa nguvu ya mafuta matakatifu. If you have your oil, kama una mafuta and you desire anything, begin to decree it now. Na unatamani kitu, tamka sasa. As this oil come upon you now, mafuta yanapokujia, desire anything and talk about it. Chochote unachokitamani kitamke. Declare it, declare tamka, it, declare tamka, it, tamka, declare tamka, it. tamka. Declare it, declare it. Tamka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are standing here on behalf of your family, wherever you are. Unasimama hapa kwa niaba ya familia yako. On behalf of your kinsmen and women. Kwa niaba ya ndugu. Lord, a new day in our families. Bwana, siku mpya kwenye familia zetu. Kila nira. Oh earth, hear ye the word of the Lord. Nchi sikia neno la Bwana. Our families hear the word of the Lord. Utasa sikia neno la Bwana. You shall prosper. Utafanikiwa. You shall be fruitful. Familia yangu itakuwa na uzao. No more
No more untimely death. Hakuna mauti kabla ya wakati. Lord, the number of our years you shall fulfill. Lord, no more sickness and disease. Hakuna magonjwa tena na madhaifu. No more insanity. Hakuna ukichaa tena. No more divorce and separation. Hakuna no more marital delay. Hakuna kuchelewa kwenye ndoa. Those yoke are destroyed today. Hizo dira zinaharibiwa leo. Those yoke are destroyed today. Hizo dira zinaharibiwa leo. Those yoke are destroyed today. Hizo dira zinaharibiwa leo. In the name of Jesus Katika jina la Yesu Kristo. Jesus, thank you. Yesu asante. Please raise the bottle up. Inua chupa yako sasa ya mafuta. The content of these bottles and whatever container they are. Kilichoko ndani ya chupa hizi is now the anointing of the sasa ni mafuta ya Roho Mtakatifu. And by this anointing, na kwa mafuta haya, let every yoke, kila nira, Lord, be destroyed in the name of Jesus. Iharibiwe katika jina la Yesu. Every evil family pattern, kila mnyororo wa uovu kwenye familia, every evil circle in our families, kila mduara wa uovu kwenye familia, let them be destroyed by the power of this oil. Kwa nguvu ya mafuta, and by this oil, na kwa mafuta haya, move us and my entire family forward. Tupeleke mbele sisi na familia. Oil, kwa mafuta haya, let doors of blessing be open. Baraka na milango ya baraka ifunguke. Be open for every family. Milango ifunguke ya baraka kwa kila familia. By this oil, every sickness and disease kwa mafuta haya, magonjwa na madhaifu in our family line kwenye familia zetu is destroyed in the name of Jesus katika jina la Yesu. Jesus will bless it and we call it Yesu nabariki na tunaita the anointing of the Holy Spirit. mafuta matakatifu. Let there be instant healing Kuwepo na testimony. shuhuda za uponyaji za papo kwa papo. And let there be a total deliverance Kuwepo na ukombozi from mkamilifu every satanic manipulation kutoka katika udanganyifu wa in kishetani our families in the katika name of familia Jesus zetu katika Christ. jina la Yesu. Father, by this anointing, Baba, kwa mafuta haya, our family shall be touched, not familia families. zetu hazitoguswa No tena, evil shall touch us anymore. mabaya hatatugusa tena In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu By Kristo. this anointing, Kwa mafuta haya, we decree good news upon good news in tunatamka our habari family. njema na habari We njema. decree testimonies upon Tunatamka shuhuda juu ya testimonies. shuhuda. By this anointing, Kwa mafuta we haya, decree commotion of marriages in our tunatamka families. mrudikano wa ndoa kwenye By familia this zetu. anointing, Kwa mafuta haya, we welcome prosperity in our tunakaribisha family. mafanikio kwenye No familia. more lack and poverty in our Hakuna family. uhitaji na In kupungukiwa the name tena of Jesus Christ, katika jina la the Yesu things Kristo. that are not working in our Yale families, mambo ambayo hayaendi kwenye they will familia begin to work this yataanza hour. kwenda sasa. By this anointing, Kwa mafuta we haya, decree the salvation of our natamka family members. wokovu wa ndugu katika familia In Jesus' name, katika jina la Yesu. it is blessed. Imebarikiwa In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Kristo. Put a tip in your finger. Weka katika kidole chako mafuta kidogo kwenye That kidole. is how God's servant Haya ni commanded maelekezo us. tulipewa na askofu. And put on your forehead Paka kwenye kidole, alafu hicho kidole weka kwenye paji and la begin uso. to decree. The destiny of my family is preserved, it is glorious. Naanza kutamka Put it on your hatima fingertips. ya familia yangu imeokolewa Put na ni it, ya put utukufu. it, put it there. Ukishachovya hicho kidole chako kwenye mafuta, Everyone weka kwenye pray paji in la the Holy uso. Spirit. Now pray in the Spirit. Anena kwa lugha sasa. Oh, Yakiata, let your hand be in your forehead. Pray in the Spirit. Mkono wako kidole chako kiwe kwenye Oh, paji la uso. Makisa Kate Shulabo Alaba. Elianda Katube Lando Breke Toba Labo Alaba. Alabo Akatoko Toko Toloboshi Kate Liababa. Alia Kate Kalia Boshi Alabando Loboshi Alabalaba. Put your hand on your phone, put that finger. Weka And hicho pray the kidole Holy kwenye Ghost. paji la uso kama Alabra Kate Katobe Labra. Elubando Breka nena kwa lugha kama ulivyoongozwa, nena kwa Alia lugha. Babala Katoba Alia Balaba. In the name of Jesus Christ, it is done. Imekuwa. He suffered no man to do them wrong. Hakumruhusu mtu awaonee. Even reproof Cain for their sake, Alikemea wafalme kwa ajili yao, saying, touch not my akisema anointed msiwaguse hapa kwa mafuta yangu and do my prophet na no harm. msiwadhuru manabii zangu. Your family will not be touched by any evil. Familia yako haitaguswa na waovu. Your life will not be touched. Maisha yako hataguswa In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Put a small in your Weka mafuta And kidogo let's follow sasa it. kwenye kifuniko, labda kwenye kiganja cha mkono ili ya kunywa. if the spirit of him that raised Jesus from death, Maandiko yanasema yule roho aliyemfufua Kristo kutoka kwenye wafu, he that raised up Christ from death shall also quicken your mortal yeye body. atawisha pia na miili yenu. Jesus said he has a fan and a fire. Yesu asema ana moto na pepeta. Whatever my heavenly Father have not planted, Chochote ambacho Baba mbinguni hajapanda Father, let them be rooted out. king'olewe. Any sickness in our bodies, Ugonjwa wote katika mwili today let it be quenched by unquenchable fire. leo iteketezwe na moto usio Everyone that believes this mystery, please take anaamini it. siri hii, meza au mafuta kunywa. Tunaamini katika hii siri. Thank you, Jesus. Oh, ya kia tobe lando brekato Asante shiaba. Yesu. Obrande kia takata la boalia bashulia bando boalia shobelande liaba. Thank you, Jesus. Wave your hand to Jesus. Asante Yesu, punga mikono yako. Oh, breketunde la brande kia tobrelaba. Abrando brekato brelande kia tobrelando brekia talaba. In the name of Jesus Christ, Katika jina la Yesu Kristo,
I call your family blessed family in the name of Jesus familia yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Curses and enchantment and spells uchawi, laana na ushirikina are over forever in your family in the name of Jesus Christ. Any evil identify with your family. Today the story of that family has changed. Anytime your family is mentioned, it shall be for good and for good and for good. It shall be for testimony upon testimony. Every gathering in your family shall be gathering of celebration. Shall be gathering of celebration. Shall be gathering of celebration. No gathering of sorrow in your family. No gathering of mourning in your family anymore. In the name of Jesus Christ. No one dies young in your family. No one dies young in your family. From henceforth in the name of Jesus Christ, I decree commotion of marriages in your family. Everyone in line from marriage in your family, I decree divine connectivity now, and I decree it is done in the name of Jesus. Because God settled the solitary in families. You are in a family to give back to another family. I decree, go and be married in the name of Jesus Christ. Any force of darkness standing against your marriage, it is destroyed today in the name of Jesus Christ. That marriage that is at the verge of separation and divorce, I decree, let peace be still in the name of Jesus. I cancel that separation now in the name of Jesus. And let peace, love, joy be restored to that marriage in the name of Jesus Christ. In your business, in your career, you shall not be found wanting. Profit upon profit, favor upon favor, in the name of Jesus Christ. God shall guide you continually. The favor of God will answer for you. You will not hear any evil news concerning your family member. All you'll be hearing is good news upon good news. Shall be breaking news upon breaking news. In the name of Jesus Christ. Any identifiable sickness or disease in your family life, today it is destroyed in the name of Jesus Christ. It is over forever in the name of Jesus Christ. Every evil pattern, evil circle in your family is destroyed by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. I will hear your testimony and the testimony of your family members. In the name of Jesus Christ, you will live longer. You will live longer. And you will enjoy your age. You will enjoy your age. In the name of Jesus Christ, your strength is renewed today. They go from strength to strength. Every one of them appearing before God in Zion. Your strength is renewed today. Every weakness of the body is caused today. Any sickness that followed you to this service, I decree, come out of that life now. In the name of Jesus Christ. Every negative medical report against your fruitfulness, it is reversed today in the name of Jesus Christ. So shall it be. I speak to your business. Profit upon profit. Your hand will touch money this week. Your hand will touch money this week. And beyond in the name of Jesus. Before a need arises in your life, supply will be there with you. So shall it be. I cover your families with the blood of Jesus. And I decree, every member of your family that is not saved, I decree divine visitation. Very soon, you will hear the news that they are now born again. Any wicked man and wicked woman in your family, they are delivered today in the name of Jesus Christ. Any agent of the devil, they are rescued now in the name of Jesus Christ. Any family here facing any trouble, disunity, I decree peace in your family. That matter is resolved now spiritually. In the name of Jesus Christ. So shall it be. I'm not hearing a louder amen. Somebody shout a louder amen.
Choir will sing now. Kwaya mtaimba sasa. And while they are singing, wanapoimba, I want to welcome those worshiping with us for the first time. Wageni wanaoabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza. You dance to hear. Wewe mgeni utacheza, utakuja mbele. Inamba baya. Sing that song. Kwaya mtaimba huo wimbo. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa. Mgeni njoo mbele tafadhali. Those that worship with us. Mgeni njoo mbele. Asiyeshindwa kamwe. Mgeni mara yako kwanza na pamoja nasi, njoo mbele tafadhali. Kwa ajili ya baraka za kichungaji. Mgeni karibu mbele. When you get it,
Jesus. Asante Yesu. Your testimonies are sure. Shuhuda zako ni hakika. Go with your testimonies. Nenda na ushuhuda wako. The Bible says, whatsoever the Lord doeth, he shall be forever. Nahum chapter 1 verse 9 say, what do you imagine of the Lord? Nahum 1:9, umewaza nini juu ya Bwana? He will make an utter end. Atakomesha. Affliction shall not arise. Mateso yatainuka tena mara ya pili. In your family, kwenye familia yako, God have made an utter end. Bwana amekomesha. Affliction shall not arise. Mateso yatainuka mara ya pili. In the name of Jesus Katika jina la Yesu Kristo. I will hear your testimony. Tasikia ushuhuda wako and the entire family. Na familia nzima. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I'm not hearing a louder amen.